miaka 10 tangu Tanzania ilipotangaza kuwa ni janga la kitaifa kama ilivyoainishwa katika azimio la Maputo la mwaka 2005, wakati kwa miaka 10 iliyopita wastani wa wagonjwa wapya kwa mwaka ulikuwa ni 63,000. Amesema takwimu zinaonyesha kuwa kiwango cha ukubwa wa tatizo la ugonjwa huo ni zaidi ya ugonjwa 295 kwa kila watu 100,000, na kuongeza kuwa kutokana na matibabu ya ugonjwa huo kuwa ni bure, wizara inaangalia uwezekano wa hospitali binafsi kuongeza nguvu ya utoaji wa huduma hizo. Mwalimu: kifua kikuu kinatibika, lakini ndio ugonjwa pekee wa kuambukiza unaosababisha vifo vingi katika jamii. Magonjwa ya kuambukiza yako mengi, lakini kifua kikuu ndio ugonjwa pekee wa kuambukiza unaosababisha vifo vingi katika jamii, ambapo watu 3 hufariki dunia kila baada ya dakika 1. Tumeshakaa karibia dakika 10, kwa hiyo kila baada ya dakika 1 watu 3 hufariki dunia. Takwimu zinaonyesha kwa upande wa Tanzania takriban watu 12,000 hufariki kila mwaka katika hali hii. Kwa hiyo ugonjwa wa kifua kikuu katika nchi yetu bado utaendelea kuwa ni janga kubwa la kitaifa hata baada ya kuwa tumekamilisha miaka 10 toka Tanzania ilipotangaza kifua kikuu kuwa ni janga la kitaifa. Kwa hiyo bado unaendelea kuwa ni janga la kitaifa ilivyoainishwa katika azimio la Maputo la mwaka 2005. Hivyo basi nahimiza kila mtu katika nafasi yake, zikiwemo asasi za kiraia, idara za serikali, mashirika binafsi, wanahabari na wadau wa maendeleo kuunganisha nguvu kwa pamoja ili kuongeza kasi na kuchochea mapambano dhidi ya kifua kikuu nchini mwetu. Ndugu wanahabari, pamoja na kwamba kila sehemu ya nchi yetu ina wagonjwa wa kifua kikuu, lakini ipo mikoa ambayo inaongoza kuwa na wagonjwa au kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa. Waziri huyo wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Tanzania amesema tathmini zilizofanywa na idara za afya na elimu katika baadhi ya shule za mkoa wa Pwani zimebaini mabweni mengi yana vyumba vidogo na msongamano wa wanafunzi, ambapo shule moja walipatikana wanafunzi 16 kati ya 775 kwa kikuu cha kuambukiza. Amesisitiza kuwa ukaguzi huo huenda sambamba na uchunguzi wa kifua kikuu miongoni mwa wanafunzi wa shule za bweni na za msingi na sekondari kwa kutumia fomu za uchunguzi kwa ugonjwa huo, ikifuatiwa na upimaji kwa wale watakaoonyesha dalili za ugonjwa huo. Aidha, kuna wizara yake imeanza mashauriano na Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi pamoja na TAMISEMI ili kuweka mikakati endelevu ya udhibiti mashuleni. Mahitaji mikoa inayoongoza kuwa ni Arusha, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mara, Manyara, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Pwani, Shinyanga, Tabora na Tanga, huku akifafanua kuwa takwimu zinaonyesha mikoa hiyo inachangia zaidi ya 70% ya wagonjwa wote waliogundulika bara na visiwani. Mwalimu amesema kiwango cha wagonjwa wanaopata matibabu na kupona kimevuka lengo la kimataifa linalotaka na kuonyesha kwa 85%, na kwa Tanzania wamefikia 91% mwaka juzi, na vifo miongoni mwa wagonjwa vimepungua na kufikia 50% toka 11% mwaka 2000 hadi kufikia 5.6% mwaka juzi. Waziri Mwalimu anaendelea kufafanua. Mikoa hiyo ni pamoja na Arusha, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mara, Manyara, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Pwani, Shinyanga, Tabora na Tanga. Kwa hiyo katika mikoa 26 sasa hivi tuna mikoa yote hii ni Tanzania bara na Tanzania kanda. Kwa hiyo mikoa hii ndio inaongoza. Takwimu za mwaka 2015 zinaonyesha kwamba hii mikoa ambayo nimeitaja ilichangia zaidi ya 70% ya wagonjwa wote wa kifua kikuu waliogundulika Tanzania bara na visiwani, na mikoa mingine ambayo sijaitaja wao wanachangia 30%. Na katika kipindi cha miaka 10 iliyopita wastani wa wagonjwa wapya ni karibia 63,000 ambao wamekuwa wakigundulika na kuanzishiwa matibabu kila mwaka. Kwa takwimu hizi kutoka katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya inaonyesha wazi kuwa ugonjwa wa kifua kikuu bado ni tatizo kubwa katika nchi yetu, na hali hii pia imedhihirishwa na matokeo ya utafiti wa kwanza wa kutathmini kiwango cha maambukizi ya kifua kikuu uliofanyika mwaka 2012-2013
ambayo yameonyesha kuwa pamoja na juhudi zote zilizofanywa na serikali na wadau mbalimbali, ugunduzi wa wagonjwa wa kifua kikuu ndio umefikia wastani wa 50%. Hili kwa kweli bado ni tatizo, kwamba licha ya kwamba kuna wagonjwa wengi, lakini wale ambao wamegunduliwa ni 50% tu. Kwa hiyo kama tumegundua wagonjwa 30,000 kwa mwaka wa kifua kikuu, wagonjwa 30,000 tunao majumbani mwetu, tunao makazini kwetu, tunao mashuleni kwetu, na tunao katika maklabu na mabaa na saluni huku ambapo tunapita kusuka na kutengeneza nywele. Kwa hiyo naomba kweli, ndio maana nimesema naamini kwamba tutapiga hatua iwapo wanahabari mtatusaidia sana katika kufikisha ujumbe kwa jamii. Kwa hiyo matokeo hayo pia yanaonyesha kuwa kiwango cha ukubwa wa tatizo la kifua kikuu hapa nchini ni zaidi ya wagonjwa 295 kwa kila watu 100,000. Tukikusanyana Watanzania 100,000, sehemu yoyote tutakapokuwa Watanzania 100,000, basi Watanzania 295 wana tatizo la kifua kikuu. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ugonjwa huu bado ni janga, bado ni changamoto, na tuna wajibu kushiriki katika kuutokomeza, na inabidi tushiriki katika kuutokomeza kwa sababu ugonjwa huu ni ugonjwa wa kuambukiza na kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa mujibu wa takwimu za utafiti huu, Shirika la Afya Duniani limeendelea kuiweka Tanzania kuwa miongoni mwa nchi 22 duniani zenye wagonjwa wengi wa kifua kikuu. Kwa hiyo rekodi yetu kimataifa haijakaa vizuri, lakini yapo makundi ambayo ndiyo hatarishi katika kupata ugonjwa huu. Kwa mujibu wa tathmini na utafiti, wazee na watu wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Lakini pia maeneo hatarishi mengine ni yale yenye misongamano kama vile shule za bweni, magerezani, migodini. Hawa pia ni watu ambao wako katika hatari ya kupata kifua kikuu, tofauti na ilivyokuwa imedhaniwa awali. Huyo ni Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wa Tanzania, akihitimisha kipindi hiki cha Afya na Tiba juu ya tatizo la kifua kikuu ambalo bado ni tatizo kubwa kwa Tanzania na kimataifa kwa ujumla. Bigambo Jeje, SABC, Afya na Tiba, Msoma, Mara, Tanzania. Ndugu msikilizaji, kilicho na mwanzo daima hakikosi kuwa na mwisho, na si ndio tumefikia mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa niaba ya wote walioshiriki, pasina kumsahau fundi wangu wa mitambo Tebako Moseo hapa mtamboni, kushukuru kwa kuwa nasi na kukutakia jioni njema. Ni mimi mtangazaji wako wa zamu Mohamed Gulet, nikisema alamsiki. Matangazo yanayofuata ni kwa lugha ya Kifaransa, nami nasema au revoir. Kwaherini. Jim， 我经常。
which means to lift. 举 Zhong, the fourth tone, means the weight. 重 Johannesburg, Afrique du Sud, en langue française. This is Channel Africa, broadcasting from Johannesburg, South Africa, in French. À l'écoute de Canal Afrique, émettant de Johannesburg, Afrique du Sud, en langue française. Farafina. Terre du soleil. Farafina, Farafina. un magazine d'info africain. Présentation, Guillaume Kabissoso. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités françaises sur Canal Afrique. Monsieur est à la mise en œuvre de cette édition, dont voici les principaux titres. Au Niger, de soulagement pour Amadou qui va bénéficier d'une mise en liberté. Aucun mort ni des blessés après le détournement d'un avion de la compagnie Air Egypt. Journée ville morte diversement suivie au Congo suite à un mot d'ordre lancé par l'opposition. Voilà donc pour le même titre. Je vous retrouve juste après les informations déjà traitées pour la suite de ce magazine des actualités. Commençons par cette information de l'actualité chaude. Un avion de GPR
détournés vers un aéroport de Chypre. Le pirate de l'air a été arrêté. Un Airbus A320 appartenant à la compagnie Egypt Air qui effectuait une liaison entre Alexandrie et le Caire par un inconnu a fait savoir mardi matin. La compagnie de président chypriote confirme que le détournement du vol n'est pas lié au terrorisme. Le suspect a été arrêté par les autorités. L'appareil d'Egypt Air a atterri mardi donc à Larnaca, à Chypre, avec 81 passagers à bord. La compagnie égyptienne a dû négocier avec le pirate de l'air avant que celui-ci ne soit finalement arrêté. Plusieurs passagers égyptiens avaient d'abord été libérés, selon la télévision publique chypriote et les responsables égyptiens. Mais cette personne, dont le passagers ne fait que du pirate de l'air, jusqu'à sa reddition en milieu de jour. La justice a accordé la liberté provisoire à Mahamadou. Après de multiples tentatives, la défense de Mahamadou a pu obtenir gain de cause. Le délibéré avait débuté la veille de mardi 29 mars. La cour d'appel de Niamey a accordé la liberté provisoire à l'ancien président de l'Assemblée nationale, comme l'a confirmé Maître Boubacar Mossi, son avocat. Mahamadou reste l'ordinateur de supposé supposition. Il avait été arrêté en novembre de candidat de l'opposition à la présidentielle. Il avait été emprisonné depuis son interpellation avant d'être arrêté en pleine campagne le 16 mars vers Paris. Puis le conservateur à sa sortie de l'hôpital où il est soigné, Mahamadou n'aura donc pas regagné sa prison de Filingué à 180 km au nord de Niamey. En théorie, il sort soit aujourd'hui, soit demain avec un de l'hôpital américain de Neuilly. Il devra cependant continuer à suivre des soins pendant sa convalescence avec un séjour séparé pendant un mois. L'affaire judiciaire se poursuit avec une procédure civile censée analyser l'origine des enfants concernés par le dossier avant un éventuel renvoi en correctionnel. Au Togo, Patrick Talon a été reçu à nouveau par Fort Nassingé. Pour certains, président Elie Dudémet, qui l'enverra en 6 avril, s'est rendu lundi au Togo, où il s'est longuement entretenu avec Fort Niassingé. Le placement de Patrick est secret à la dernière minute à cause des incidents à la frontière de Ila-Conji, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles. Celui qui est chaud, le vainqueur de la présidentielle des Nuages, est directement rendu par les présidentielles de l'opposition pour un tête-à-tête de près de 2 heures avec Fort Niassingé. Réservé à Patrick Talon sont restés sobres. L'homme d'affaires n'étant pas encore entré en fonction. Si rien n'a fait pour les échanges entre les deux hommes, le chef de l'État togolais a indiqué toutefois sur Twitter avoir eu un entretien chaleureux avec Patrick Talon. Je l'ai félicité pour son élection et transmis à travers lui mes félicitations au peuple béninois en spécialement sur les réseaux sociaux. Je venais de la rencontre des échanges sur l'amitié et la coopération entre les deux hommes. Le président déclaration à la sortie de l'audience a repris le chef accompagné comme à son arrivée par terminé avec le Congo-Brazzaville, donc l'opposition appelle à une mobilisation pour tester la victoire des Sassou Nguesso. Les Congolais sont appelés à rester sur le groupe mardi c'est la première action pacifique organisée par l'opposition pour contester la Sassou Nguesso. Le soir de la déclaration du 25 mars, 10 briques arrivé deuxième avec plus de 15% de voix selon les décomptes officiels. Jean-Marie Michel Mokoka, troisième avec 54 fois. Jean-Marie André et Pascal Diala ont demandé au peuple de Congolais de contester la dernière élection présidentielle. Dans une déclaration commune, les 5 proposants ont ainsi engagé le peuple congolais à exercer pour l'Argentine sa victoire démocratique à travers des actions reconnues par la loi. Villemot de grève, meeting de marche pacifique jusqu'au respect de la Ce candidat présidentiel du 2 mars dernier qui a vu Denis Sassou Nguesso remporter le premier tour avec une victoire. C'était unique dans l'alliance électorale.